Mtoto wangapi kuzaliwa kwenye familia ya kwenu? Mimi ni mtoto wa pili, yani baada ya Mwanakombo, baada ya mimi ndo akafuata Mwanakombo. Bwana mtazamaji wangu, tunaendelea kupiga stori na familia ya Mwanakombo. Kama ulikuwa pamoja na mimi, Mwanakombo ni mwanadada ambaye alikuwa anatafuta mchumba na of course alifanikiwa kupata mchumba, akaenda kwa huyo mwanaume kwenda kumtolea mahari na akafuata process zote, lakini kilichomkuta kwenye ndoa ndo hicho ambacho tunaendelea kudiscuss na tunaendelea kufahamu vitu vingi kupitia familia ya Mwanakombo. Ulivyoona kwa mara ya kwanza dada yako anatangaza kutafuta mchumba, wewe kama kaka mtu ulijisikiaje? Mimi nilijisikia vibaya sana, kwa sababu ukiangalia hata kwenye maadili yetu ya kidini hayaruhusu kujiweka hadharani vile. Manake sawa, dada amejisitiri kwa kuvaa nguo vizuri, lakini tayari ukishafanya vile ile tayari unakuwa umetoka nje ya dini yetu, misingi ya dini, kwa sababu vile vitu ni vitu vya siri, huwezi kuviweka hadharani. Na ndio maana kimetokea hiki ambacho kimetokea, kwamba mpaka limekuja kufanyika hili, ni pengine Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua kuingilia kati, kwa sababu toka mwanzo dada alikosea sana, mdogo wangu alikosea sana. Yeye kwa maelezo yake kwamba aliona swala zima la umri, naweza kumtetea hivyo. Kwa hiyo sasa hata mimi pia namtetea, naungana naye. Swala zima la umri ndio maana likasababisha yeye afanye vitu kama hivyo. Je, sio swala la msingi sana ambalo aliamua kufanya? Sio swala la umri. Umri upo tu, kwamba kama Mungu alikupangia hivyo itakuwa hivyo, lakini huwezi kuanza kujiweka hadharani, kwa sababu unavyojiweka hadharani tayari unapata watu wasio waaminifu, kwa sababu tayari amempata mtu ambaye sio mwaminifu kwa sababu ya kujiweka hadharani. Kwa sababu yeye ndio hivyo, kuna vitu vingi, kwa sababu ni mdogo wangu, kama dada yangu ni mdogo wangu, kuna vitu vingi ambavyo siwezi nitakuwa ninamkosea heshima, lakini kuna watu wanatafuta vitu vya aina fulani ambavyo vitu hivyo wakiona mtu umevitangaza ndipo wanaona pale ndio sehemu hivyo, kwa sababu shetani naye yupo kazini. Yani shetani ni yupo kazini, anafanya mambo yake. Kwa hiyo huwezi kujua yule mwanaume ambaye alimchukua kwa nia ya kumwishi kama mke au kama vipi, kwa sababu alikuwa na, mpaka sasa hivi sijajua kama yule ni Muislamu kweli, lakini kiuhalisia sio Muislamu, kwa sababu angekuwa Muislamu asingekuwa anamiliki mambo ya ajabu kama hayo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo amevikosea, kwa sababu unavyoviweka vitu hadharani hivyo, kuna watu wana nia mbaya wanaingilia kwenye lile swala la wewe kutaka kutangaza, kutaka kitu fulani, kwa hiyo wanakupa. Ndio maana hata ukiomba msaada mtandaoni, ukiomba msaada hadharani, unaweza ukapata msaada, lakini pia msaada huo pengine ukaambatana na uovu ambao wengine watakuja kupitia shida yako wakupe kama msaada, kumbe sio msaada, wanakuongezea matatizo. Kwa hiyo mimi nilishapishana naye sana, nikamwambia hili swala sio zuri. Akasema kwenye mitandao ni mambo tu ya kawaida, ambayo maisha kama kawaida. Lakini nikasema, lakini umetukosea sana, umetuzalilisha sana, yani umetukosea sana. Lakini sikuombea apate tabu, lakini tabu zimemkuta. Kwa hiyo kama tabu zimemkuta lazima tutazungumzia kile. Lakini mimi japokuwa alikosea, sikuwa tayari kwamba kumwombea mabaya yamkute ili ajutie. Hapana, mimi ieleweke kwamba sijawahi kufikiria kwamba akutwe na mabaya ili ajutie, labda aone mimi nilikuwa sahihi. Hapana, ila tu ninachosemea kilichotokea ninasikitika kwa kilichomkuta, lakini pia ninasikitika kwa uamuzi wake yeye wa mara ya kwanza kujiweka humo mitandaoni. Dadako baada ya kupata mume ilifanyika sherehe kubwa sana. Ni kweli yule mwanaume ambaye alimpata alifuata process zote kama anavyosema yeye, au alishudanganya? Process ni kweli, kwa sababu kwa mila zetu na desturi zetu pamoja na dini yetu zilifuatwa, kwa taratibu zote zilifuatwa, na kwa sababu mahali alipanga yeye kila kitu kilifanyika. Kwa hiyo kwa taratibu zilifanya, lakini mimi kiuhalisia hata kwenye siku ya harusi sikuwa mtu mwenye furaha sana, japokuwa sio kwamba kutokuwa na furaha kwa kipindi siku zile taratibu za kumuoa dada yangu mdogo wangu nilikuwa sina furaha.
Sio kwamba ninafurahi kwa haya ambayo yametokea, hapana, ila mimi nilikuwa najua kwamba kitachoenda kutokea, ninaona kabisa, sidhani kama ni mme ambaye kweli Mungu amemweka wawe pamoja, kwa sababu sawa, imani yetu inaturuhusu kutalakiana, lakini talaka nazo zikiwa nyingi sio vizuri. Na ndoa ya kwanza hajakaa muda mrefu angalau hata ingekuwa hata miaka mitatu minne, unasema wameshindana kwa maisha tu ya ndoa ya kawaida. Kwa sababu mimi mwenyewe nina wake wawili, ila mke wa kwanza tulishatalakiana, lakini niliishi naye miaka mitano, baadaye tukatalakiana, ila sasa hivi nina wake wawili. Lakini sasa unaolewa leo, mwezi ujao, wiki lijalo unaachika, haijakaa vizuri kiukweli. Hata kama dini inaruhusu sawa, lakini haijakaa vizuri. Kwa hiyo sasa hivi anakuwa kwenye eda. Mtu ambaye ndoa ya kwanza muda mfupi tu anakaa kwenye eda muda mfupi. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio kizuri. Mimi niliona kosa lilifanyika toka mara ya kwanza kuweka mambo kwenye mitandao humu. Dada yako alituambia kwamba mume ambaye alimuoa alikuwa na vitu vya tofauti, na nye kama familia mkabahatika kumuita. Je, mmeshazungumza na huyu mwanaume, yani mshakaa naye, kwa sababu ameshafika nyumbani mpaka sasa hivi? Hajakuja, wanapigiana tu simu. Hajakuja, wanapigiana simu kwamba hivyo wanaombana msamaha huko, lakini huko hajakuja. Sasa nadhani hata vinavyozungumzwa pengine vinaweza vikao vya kweli, lakini kwa sababu amekuja na ushahidi, vile sikio liko vile, amekuja na ushahidi. Kwa hiyo sisi ni nani tunaweza tukamwamini? Kwa sababu haya mambo sasa hivi, unajua watu wengi wanatafuta kipato kwa njia za hatari sana na za ajabu sana, mpaka mtu mwingine unaweza ukashangaa. Yaani ndio maana kuna wengine wanaibua hadi msemo, wanasema kwamba bora dagaa kwenye amani kuliko nyama vitani. Kwa hiyo unaweza ukaona hawa watu wanatembea na magari, siwazungumzii vibaya kwa sababu mimi sina hela, lakini wengi wao ndo tunayasikia hivyo. Sasa sijui kama ni kweli, lakini kwa upande wa mdogo wangu anadai kwamba alikuwa anapigwa na vitu visivyomuona, na tayari naona nyinyi wenyewe mmeona kuna mmemuoji mtu amesema yeye ndo mganga aliyempa hizo hela huyo, na anasema kwamba mdogo wangu atapata tabu. Sasa hivyo vitu mimi naona kwa upande wangu mimi siamini, kwa sababu na sisi tutamfanyia dua, mdogo wangu atakaa sawa, hakuna chochote kitachompata, kwa sababu hakuna jambo ambalo gumu kumshinda Mwenyezi Mungu. Mume wake anamiliki kweli majini au ni uongo? Yaani wewe unavyoona ni kwa haraka. Kumiliki majini, kwa sababu hata vitabu vinasema kumiliki majini. Wapo wanaomiliki majini na kuna viashiria ambavyo sitaki kumzungumzia sana yeye, kwa sababu si aliyenifanya nikaongelea hapa. Aliyenifanya nikaongelea hapa ni mdogo wangu Mwanakombo, lakini inawezekana ikawa ni kweli, kwa sababu kuna viashiria vingi ambavyo vinaonyesha yule anaweza akawa sio mtu mzuri, na hakumchukua mdogo wangu kwa nia kama mke, pengine alimchukua mdogo wangu kwa ajili ya kafara. Lakini hii pia imemtokea mdogo wangu, lakini pia liwe funzo kwa watu wengine ambao mnaingia mitandaoni na kutafuta wanaume, wanawake, kwamba ukatafuta tu mtandaoni, hujui mtu yupo mtandaoni humo wa lengo gani, anataka nini, pengine mtu anatafuta kafara, anafanyaje hivyo. Kwa hiyo ni mambo ambayo sio mazuri na hatujayapenda, na mimi siongei kwa vibaya, naongea kwa vizuri. Mimi ninachoombea tu kwamba Mungu asiwe ametuunganisha na yule mwanaume, kwamba asiwe ametuunganisha, kwa maana pengine dada yangu asije akawa kama amepata ujauzito kutoka kule. Yani siliombei, lakini ewala likitokea ewala, lakini likitokea maana yake tayari mmeunganishwa huko, pengine sijui, lakini sipendi liwe hivyo. Umesema dadako na mume wake bado hajampa talaka, mume wake bado anawasiliana, japokuwa kuna sintofahamu kama hizi. Tulizungumza na mama, alisema kwamba kama wazazi hawapo tayari yule mwanaume arudi kwenye familia yenu. Je, nyinyi watoto, na umesema dada na shemeji wanawasiliana, je, mpo tayari kama wakiamua kusameheana, kuamua kurudi kwenye maisha kama zamani? Kuna muda unafikiria mengi, kwa sababu yoyote linaweza likatokea, lakini sisi kama familia, kwa sababu walivyosema wazazi, ndio hicho ambacho sisi tunakisema kwamba
mimi pia kama kaka, mimi ndo nilikuwa kipaumbele kupinga, kwa sababu kama familia ingeweza kunisikiliza, kwa sababu baadaye ilikuja kuonekana kwamba sisi tunarudisha zile zama za nyuma za kuchagulia wachumba. Lakini mimi nikawa nasema, mimi mdogo wangu sikuchagulii mchumba, mimi nimeoa, sikuchaguliwa na mtu. Mawifi zako hawajalazimishwa kuja kwangu, lakini mimi pale panapokuwa na ubaya lazima niseme, ila mimi naona ulichokifanya umekosa, kwa sababu toka nimeiona ile video siku ya kwanza naona nililetewa tu simu, bwana angalia mdogo wako. Mdogo wangu tena amefikia huku, nikamuuliza ulikuwa na akili timamu tu unapofanya hizo video? Akasema ndio, kwa sababu mimi nitaka tuwachukulia hatua wale walioziweka mitandaoni. Akasema nilikuwa tu na akili timamu. Haujaleweshwa wewe ukafanywa chochote wakakurekodi? Hapana. Sasa kwa nini umefanya hivi? Mimi natafuta mchumba. Unatafuta mchumba kwa staili hiyo? Ndio. Akasema kwani pale si maisha tu, kwenye mitandao si maisha? Nikaona basi, lakini toka mwanzo mimi nilishasema hivyo, na baada ya kwamba amepata mchumba nikamuuliza ndo umempata huko huko? Akasema ndio. Yani ikawa basi sasa nitafanyaje, lakini mimi sikupenda. Kwa hiyo hata hiki ambacho mimi siombei, lakini hatuwezi kumtenga, ila sipendi waje warudiane. Ulifahamu kabla kwamba mdogo wako anaenda kuolewa mke wa pili? Yani kabla hajaingia kwenye ndoa ulifahamu au ilikuja kujulikana baada ya ndoa? Yani hapa ambacho kimefichwa, kwa sababu yule mwanaume, ndo maana nasema hakuwa mkweli toka mwanzo, kwa sababu toka mwanzo alificha kama ile ni ndoa ya pili, kwa sababu hata ndoa ya dada kwenye vyeti imeandikwa ni ndoa ya kwanza. Kwa hiyo yule mdogo wangu, dada yangu mdogo wangu, nitamuita dada yangu ni sawa tu, lakini yeye ni mdogo wangu kiume. Yeye walificha na huyo mwanaume kwamba walisema ni ndoa ya kwanza, ila mdogo wangu alikuwa anajua ile ni ndoa ya pili. Kwenye cheti iliandikwa ndoa ya kwanza. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo amevificha, kwa hata shehe aliyokuwa anafungisha ndoa alikuwa hajui kama ile ni ndoa ya pili. Kuna watu wanasema kwamba akome, alichokuwa anakitafuta amekipata. Unaungana nao mkono au upo upande gani? Hapana, huwezi kumwombea mwanadamu mwenzio, hata kama sio ndugu yako, huwezi kumwombea apate mabaya. Usimwombea apate mabaya. Mimi siwezi kusema akome, hata akisema anarudi nitamwombea awe na maisha mazuri. Lakini sasa unakuta umeingia kwenye mdomo wa mamba, ambapo huwezi kumwombea mamba akageuka akawa kondoo kwamba ataishi na wewe vizuri. Kwa hiyo tunategemea tu kwamba kitamtokea kibaya, lakini hatumwombei kile kibaya kimtokee wala kimuumize. Kwa hiyo usiwezi hata angekuwa sio mdogo wangu, siwezi kumwombea apate mabaya, ila naumia sana na nimeumia sana, lakini sasa hivi nimefarijika baada ya kumwona dada yangu, ingawa dada yangu mdogo wangu amerudi, lakini japokuwa amerudi akiwa na majeraha na nini, lakini alhamdulillah, nashukuru Mungu amerudi yuko hai. Ikitokea manake nyie mnadai ndoa ivunjike, manake mpo tayari kurudisha mali? Hapana, kwa kawaida mali haiwezi kurudishwa. Na kwa sababu aliyepanga mali, mimi najua kabisa, hata wanaosikiliza wanajua kwamba kwa misingi na nini, sitaki kuzungumzia sana kuchimbua mambo ya dini, lakini hiyo mali haiwezi kurudishwa. Bwana, ni story nzito kwelikweli. Tunaendelea kupiga story. Mbele yako ni kaka yake na Mwanakombo anaendelea kutupa vile vitatu juu ya dada yake mpaka sasa hivi alipofikia. Dadako ana hali gani mpaka dakika hii hapa na haya yote yaliyotokea? Yani sasa hivi anapitia kwenye stress nzito, kwa sababu amekuwa mtu yote anayempa pole anaona kama anamchola, kwa sababu tayari yupo kwenye hali ngumu, yupo kwenye majonzi mazito. Kwa hata mimi nikimpa pole anaweza kaisi labda namchola, kwa sababu kakangu alishaniambia hivi, sasa hivi limetokea, nahisi kwamba labda nimefurahi kwa hivyo, lakini hapana, mimi siwezi kufurahi hivyo. Lakini kwa ndo hivyo, najua tu kuna muda atakaa sawa, ila sasa hivi ni anapitia katika msongo wa mawazo. Dadako alisema kwamba ikitokea ameisha haya, na kwa mfano kwanza kabla hujaanza huko, shemeji, yani namaanisha mume wa dadako, alisema dadako anampenda sana na yuko tayari kuachana na vitu vyote ili abaki na dadako. Je, akiamua kuachana hivyo vitu vyote na aweze kubezi na dadako, nyewe kama familia mpo tayari kumpokea tena kwa awamu ya pili shemeji? Vitu anavyovifanya na vitu ambavyo vinasemekana ni vitu ambavyo vipo gizani, yani ni mambo ya uchawi, mambo ya shiriki.
Sasa huwezi ukasema kwamba anaachana navyo kwa sababu huvioni. Mimi na wewe hatuvioni, tunaambiwa na ushahidi wa kuambiwa. Kwa hiyo hawezi kukudanganya kwamba nimeachana na hivyo vitu, sasa hivi nataka niwe na ndugu yenu. Sio kweli, kama ndio ametumwa kuja kummaliza kabisa. Kwa hiyo mimi kama mdogo wangu Mwanakombo anakuwa ananisikiliza, mimi ninamwambia kwamba asije akasubutu kurudi tena, yaani abaki kama ameharibiwa, ametengenezewa dosari kwenye maisha yake, libaki hivyo, lakini asije akasubutu tena kurudi. Mdogo wako bwana, nakumbuka tulikuwa tunapiga naye story, alituambia kwamba ikitokea ameisha haya ataangalia namna nyingine ya kutafuta mchumba. Kama wewe kaka yake, ungemshauri atumie njia gani labda nyingine ya kutafuta mchumba mbali na kujitangaza hivi mbele za watu kama anatafuta mchumba? Sasa kama sijui kama kwa sababu ya hayo mambo anayoongea na mimi ni kaka yake hawezi kuniambia. Sasa sijajua kwamba yeye ana njia gani nyingine ya kutafuta. Kama anataka tena kurudi mtandaoni atapotea tena, kwa sababu kama amempata leo hii mchawi anayetumia pesa za kichawi, kesho atampata muuza madawa ya kulevya, atambebesha madawa ya kulevya wapeleke China, kesho kutu atampata nini? Kwa sababu watu wanaangalia maslahi. Yaani mtu hata yule aliyemuoa aliangalia maslahi yake yeye, kwamba mimi maslahi yangu nataka nimpeleke huyu nimtumie kwenye mambo yake ya giza. Sasa kama akitangaza tena mtandaoni, kuna mwingine akimuona tu anaona huyu amefanania kusafirisha madawa ya kulevya, huyu amefanania kufanya kitu fulani. Kwa hiyo kama anataka tena kuweka mtandaoni atakuwa anakosea. Bora tu aendelee kuswali, aende msikitini, atampata kokote kule, atampata yani, kwa sababu mchumba anapatikana popote, lakini huwezi kujitangaza tena ni binti ukajitangaza kwamba unatafuta mchumba. Yani angalau sio kwa nia mbaya. Mwanaume akitangaza anatafuta mchumba, at least anaweza akampata mwanamke aliye sahihi, lakini sio mwanamke akitangaza anatafuta mme, kwa sababu pale automatic wanaume tumeumbiwa tamaa. Wanaume unaambiwa kwamba kuna muda hata anaweza akapita na kichaa, akapita na nini. Kwa akishaona mwanamke anatafuta mme, huyu napita naye hivi, yani hata kama mimi sina nia hii nimchezee tu na nini hivyo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo anakuwa anavikosea, huwezi ukavitangaza vile. Na mwanamke huwezi kujitangaza unatafuta mme. Mme atakuja tu mwenyewe, atakufuata, mtaanzisha mahusiano, baadaye atakwambia anataka kuoe. Lakini ukishatangaza unataka kuolewa, watakuja wakudanganya, wakukuchezea. Wengine wataangalia maslahi yao, wengine wataangalia kile ambacho wanataka kutoka kwako. Kwa hiyo akisema tena anatafuta tena namna tena atangaze mtandaoni, anakuwa anakosea. Kwa tumie njia gani? Ndio maana narudi pale kwamba mwanamke huwezi kutangaza unatafuta mme, yani yeye atulie tu aishi kama wanawake wengine, kwa sababu 90% ya walioolewa, niseme tu 99.9 walioolewa hawakutangaza wanahitaji mume. Mimi kama kuna anayeangalia kupitia chaneli yako hii, ajitokeze hapo kama kuna mwanamke aliyejitangaza yeye anatafuta mme, mpaka sasa hivi yupo kwenye ndoa, alipata mme. Mimi najua wote walioolewa hawajawahi kutangaza popote wanatafuta mme, ila ilitokea tu mtu akataka mahusiano baadaye akasema nataka nikuoe, wakaoana. Hakuna mwanamke aliyewahi kujitangaza anatafuta mme akampata mtu aliye sahihi. Kuna binti anakuangalia sasa hivi naye ana mpango wa kutafuta mchumba kwa njia kama hii, una cha kumshauri? Mimi namshauri asijitangaze mitandaoni. Kwanza vile nitarudi kwamba sisi wanaume tukishaona mwanamke anajitangaza tunajua tu kuna shida mahali, aidha kichwani kuna shida, aidha sehemu fulani kuna shida. Ni mwanamke kutangaza anatafuta mume, lazima automatic kuna shida sehemu. Sisi wanaume ndo tunaweza, lakini mwanamke unapataje ujasiri? Yani hata ndo wanasema kwamba sasa hivi ni 50-50 kwamba mwanamke anaweza akakutongoza, lakini sio kweli. Ndo hao wanaotuharibia maadili ya dini zetu. Mwanamke hawezi kumtongoza mwanaume, yani ni pale ni sawa na mwanamke anamtongoza mwanaume. Kwa hiyo mimi hicho kitendo kiliniumiza sana, na misingi ya dini yetu haipo hivyo. Mwanamke ni mtu wa kujisitiri, na ndio maana huwa inabidi ajisitiri, afiche sehemu zake zile, aonyeshe tu macho yake tu basi. Lakini kujitangaza vile ni sawa na kujivua nguo. Sasa ni mambo mazito kwelikweli. Mtazamaji, tunaendelea kupiga story na kaka wa Mwanakombo tuweze kufahamu vitu ambavyo vinaendelea kwenye familia ya kwao.
mmetarajia kukaa kikao lini, au mpaka mwanaume atakapofika ndo mtakaa kikao? Sasa mwanaume hawezi kuja kwa sababu tayari ameshayaona haya, na mimi namwambia tu kupitia hapa video, kwa sababu yameshawekwa mtandaoni na mimi naamua kuliweka mtandaoni kwamba asije kabisa, kwa sababu ataibua tu mambo mengine, asije. Yeye kama anaona, kama yeye anaona wamekosana basi, ila kama anataka kumchukua amchukue. Sisi saizi kama familia hatuwezi kutoa tena baraka za familia tukaibariki tena kwamba warudiane, hatuwezi kumbariki tena. Ila anampenda. Kumpenda sio sababu. Unampenda kwa sababu ipi? Kwa sababu yupo huko amepigwa hivyo. Sasa wewe unampenda kwa sababu gani? Unampenda, unataka akaliwe na hayo mauchafu yake. Kwa hiyo huwezi kujua anampenda kwa sababu gani. No, sio kuliwa. Maana yeye mwanaume alivyosema, amesema kwamba yule mwanamke, yani dada yako, inabidi akubaliane ili washirikiane kwenye hivyo vitu. Wao washirikina wafanye shiriki, yani waabudu pamoja. Sasa ndio kufanya shiriki, si kuabudu nini? Kwa sababu anayeabudiwa ni Allah peke yake. Sasa waabudu nini? Yani hapo unaona mwenyewe kwamba makosa yako wapi. Sasa sisi familia, hata Waislamu wenzetu watatushangaa tukiruhusu tena hili litokee. Mtu kashakili kwamba anaabudu mamizimu yake huko, alafu sisi tena tumruhusu. Kwa hiyo tutakuwa sisi kama tunashirikiana hivi. Kwa hiyo mimi kama kaka nitajitoa, kama wakinitoa nitajitoa katika familia kama mdogo wangu tena akirudi huko. Kwa hiyo mimi sipendi, kwa sababu hata toka mwanzo mimi nilishayaona haya yatatokea, lakini sijafurahishwa yalivyotokea. Nilihisi yatatokea ila sijafurahishwa yalivyotokea. Kwa hiyo sasa hivi sitaweza, nitasimama kama kaka, sitaweza kuruhusu haya yatokee. Bora familia initenge. Ni mambo mazito kweli kweli. Tulikuwa tunapiga story na kaka yake na Mwanakombo, tuweza kufahamu kwa upande wa kaka, je, shemeji akiamua kurudi sasa hivi atamsamehe na kuendelea na ushemeji au nini ambacho kitajiri? Kaa hapa, story kibao zinaendelea. Make sure una subscribe na una turn notification kwa ajili ya kuendelea kupata update kibao ambazo tunakusogezea hapa kila siku. Nikuache kwa sasa, bye bye and see you until the next time. Dakika 20. Nye